kidogo tueleze historia yako ya maisha, lakini pia safari yako ya kisiasa mpaka unakuja kugombea ubunge Mtwara mjini. Asante sana. Kwanza nimefurahi kupata fursa ya kuzungumza na wanamtwara wanaotusikiliza. Kwa majina naitwa Joel Arthur Nanauka na mimi ni mwenyeji wa hapa Mtwara kwa maana ya asili, ni Makonde kwa kabila kwa upande wa baba na mama yangu ni Miao. Nimezaliwa hapa, nimesoma shule ya msingi Shangani. Nilipomaliza nikapata nafasi ya kwenda mkoa wa Pwani, shule ya Kibaha Sekondari, ambapo pale nilifanya masomo yangu ya kidato cha kwanza mpaka cha 4, lakini baadaye nikarudi tena pale mpaka kidato cha 6. Kwa baada hapo nilihamisha makazi kwa sababu ya masomo, nikaenda Dar es Salaam ambapo kwenye nikasoma shahada yangu ya kwanza katika biashara na usimamizi wa biashara pamoja na uongozi. Na baada hapo nilijiendeleza katika viwango mbalimbali vya masomo, lakini nimechukua pia stashahada ya juu kwenye diplomasia ya uchumi, lakini pia uzamili katika mambo ya uongozi na uhusiano wa kimataifa, na baadaye nikatumikiwa pia PhD katika masuala ya uongozi pia pamoja na usimamizi wa biashara. Kikazi nimefanya maeneo mengi, lakini eneo kubwa ambalo nimefanya kwa muda mrefu ni Umoja wa Mataifa, ambapo nilikuwa msimamizi wa program mbalimbali zinazohusiana na masuala ya elimu pamoja na mawasiliano, lakini nimekuwa nikishughulisha pia na mambo ya kijamii kwa muda mrefu. Kwa hiyo nimekuwa na taasisi ambazo nimekuwa nikiziendesha. Kwa mfano kuna taasisi ambayo inaitwa Education Development and Poverty Alleviation Efforts (EDPI), ambayo ilikuwa ikifanya sana kwenye maeneo ya elimu, na hapa Mtwara tangu mwaka 2008 nilikuwa na fadhili wanafunzi mbalimbali ambao walikuwa wanatoka katika mazingira magumu. Lakini na taasisi pia inaitwa Joel Nanauka Foundation, ambayo imekuwa ikishirikiana na shughuli za kijamii hasa kusaidia watu wenye mazingira magumu, makundi maalum kama wajane pamoja na walemavu pia. Lakini upande mwingine najishughulisha pia na ushauri wa kibiashara na mafunzo. Kuna kampuni inaitwa The Top Team Academy na Africa Success Academy ambazo naziongoza pia, ambazo nafanya mafunzo nafanya kwa taasisi na hasa za kiserikali, wamekuwa wakinitumia pia kama sehemu ya mshauri kwenye masuala mbalimbali na program mbalimbali, lakini pia taasisi binafsi kwa maana ya mabenki, makampuni ya simu, mashirika yanayohusiana na uchimbaji wa madini. Huko kote nimekuwa nikitoa ushauri katika masuala mbalimbali na mafunzo kwa wafanyakazi. Kwa ujumla hayo ndio mambo ambayo nimekuwa nikiyafanya, na safari yangu ya kisiasa ilianza siku nyingi, kwa sababu kazi yangu ya kwanza nilipomaliza chuo kikuu niliajiriwa kama katibu msaidizi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Moshi vijijini. Kwa hiyo baada ya pale nikaendelea kujifunza siasa. Nimeshakuja Mtwara, nimegombea mara 2, sikuweza kufanikiwa, lakini nilijua kila kitu kina wakati wake. Kwa hiyo safari basi Mwenyezi Mungu ameniwekea mkono wake, nimekuwa mgombea. Okay, sawa. Na kitu gani ambacho kilikuhamasisha wewe na kukuchochea kuingia kwenye harakati hizi za kisiasa? Kwanza ni mazingira yetu, kwa sababu nilipokuwa naishi kuna vitu nilikuwa naviona. Mimi kama nilivyosema nimekulia hapa. Kuna mambo niliyaona yakiendelea kwa changamoto, lakini nilipotoka nje ya Mtwara na kwenda maeneo mengine niligundua kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa ninavifananisha na Mtwara. Kwa nini pengine havifanyiki Mtwara? Katika kukua nikagundua kwamba mwanasiasa ana nafasi kubwa sana ya kubadilisha mazingira yanayosika. Kwa hiyo hata ukiwa na wataalamu wazuri wako maofisini, lakini mwisho wa siku mwanasiasa anaweza akabadilisha mtazamo wa watu juu ya jambo fulani, anaweza akaongeza chachu ya kimaendeleo. Kwa hiyo nikaona pamoja na yote ninayofanya, bado siasa ni uwanja mpana ambao unaweza nikatumia pia ujuzi wangu na uzoefu wangu katika kusukuma gurudumu la maendeleo. Na nafasi ya ubunge inakupa nguvu ya kuwa mwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo unapata nafasi ya kuwasemea rasmi. Kwa hiyo hata kama ningekuwa kuna vitu napenda kuvifanya, nafasi ya ubunge inanipa nafasi nzuri zaidi ya kuzungumza kwa niaba ya Mtwara, lakini pia kuchangia kwenye maendeleo ya kitaifa, kwa maana kujenga hoja ambazo zitakuwa na manufaa pale keki ya taifa inapokuwa inagawanywa kule kitaifani, kwamba mimi sasa naweza nikaenda kama nilivyosema, kwa sababu nimefanya kazi na mashirika na serikali, nimeona jinsi michakato inavyofanya kazi na mambo ambavyo yanaweza kuletwa katika eneo husika. Kwa hiyo hicho ndio kitu kubwa ambacho nikaona nitumie fursa kama sehemu ya uwakilishi kwa wananchi. Ndio kitu ambacho kimekuhamasisha. Joel, wengi tunakufahamu kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya maendeleo. Na masuala ya kidiplomasia pia ukiingia huko Sasa pengine uzoefu huo utawasaidia vipi sasa wananchi wa Mtwara endapo watakupa ridhaa kukuchagua kuwa mbunge wao?
Kama nilivyosema, nimekuwa nikishughulisha sana na shughuli za kijamii, na ukizungumzia shughuli za kijamii unazungumzia huduma zinazohitajika katika jamii. Unazungumza elimu, unazungumza afya, unazungumza upatikanaji wa maji, unazungumza rasilimali watu. Ndio maeneo ambayo mimi nimekuwa nikiyagusia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa upande mwingine, uzoefu huu sasa kwanza umenipa kujua changamoto hasa watu wanazokabiliana nazo ni zipi. Lakini pili, kwa sababu nimehusika kama mshauri kwenye maeneo mengi, imenipa kujua nini kinahitajika kufanyika ili wananchi wa eneo husika waweze kupatiwa yale mahitaji yao, kwa maana ya kujenga hoja na kujenga ushawishi, kwa sababu hivi vitu pia vinahusiana na mahusiano, vinahusiana na ujengaji wa hoja. Kwa hiyo ninaamini kwamba itakuwa nafasi nzuri kwangu. Ni maeneo gani makubwa ambayo unayapa kipaumbele zaidi katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa hapa ndani ya jimbo la Mtwara mjini? Kama ilivyo jamii yote ile, kuna masuala msingi ambayo jamii husika inakuwa inayapa kipaumbele, lakini nilitangulia kusema kwamba kwa hapa Mtwara mjini mimi sio mgeni, kwa sababu nimeishi hapa na nimeshughulisha na shughuli nyingi hapa. Kwa hiyo mzaliwa wa hapa. Kwa hiyo na nimefanya shughuli zangu hapa, na ofisi hapa inafanya kazi, foundation yangu iko hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ninajua yale matatizo ambayo watu wanakabiliana nayo pia. Eneo la kwanza ni eneo la uchumi. Eneo la uchumi kwa maana ya uchumi wa mji, lakini uchumi pia wa mtu mmoja mmoja. Kwa viwango vingi inaonyesha kwamba tuna changamoto kubwa sana za kiuchumi. Ndio maana moja kitu cha muhimu ni kufungua mji wetu uwe mji ambao unaweza ukafanya biashara na watu wengine. Tuna changamoto ya kijiografia, kwa sababu kwa muda mrefu kulingana na mazingira yetu tumeshindwa kufanya biashara na nchi jirani ambazo mikoa yote ya mipakani inafaidika nayo. Kwa ukienda kule Arusha utakutana na Manga, ukienda upande wa Mbeya na Songo utakutana na Tunduma, ambayo yenyewe inafaidika pia na ufanyaji wa biashara na mikoa na nchi jirani. Sisi tumekuwa tuna changamoto kwa sababu zingine, kwa sababu za kiusalama na vitu kama hivyo, lakini unaona ilani ya Chama cha Mapinduzi safari hii imeelekeza kwamba tuweze kupanua na kufungua mipaka yetu. Kwa eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mzunguko mkubwa wa fedha kwa kufanya miradi mikubwa itakayotuunganisha na nchi jirani, lakini pia na mikoa jirani ambayo iko pamoja nasi. Kwa hilo kwangu mimi nitarejea document muhimu sana ambayo ilitengenezwa mwaka 2004 na hayati Benjamin William Mkapa akishirikiana na marafiki zake marais wakati wa Joaquim Chissano wa Msumbiji, Levi Mwanawasa wa Zambia pamoja na Bingwa Mutharika wa Malawi, ambao waliandaa kitu kinaitwa Mtwara Development Corridor, mpango wa maendeleo wa Mtwara. Kwa kwangu mimi kama mwakilishi wa wananchi itakuwa ni guiding document, itakuwa ni nyaraka inayoniongoza, kwa sababu ile imegusa maeneo yote muhimu ya kuifanya Mtwara iweze kufunguka. Na tukishaweza hiyo, maana yake tutakuwa tumegusa miundombinu muhimu yote. Tutakuwa tumegusa bandari, tutakuwa tumegusa barabara, tutakuwa tumegusa uwanja wa ndege, tutakuwa tumegusa ujenzi wetu wa meli kufanya kazi na Komoro, tutakuwa tumegusa ujenzi wa reli ambao umezungumza kwenye ilani. Kwa hiyo mambo yote ya msingi yatakuwa yameguswa pale. Na tukifanya hivyo, maana yake tayari tutakuwa tumefungua uchumi wetu, watu wetu pia watapata ajira na vitu vinavyofanana na hivyo. Lakini eneo la pili ni katika huduma za kijamii, za kuboresha huduma za kijamii. Na hapa tunazungumzia maisha ya watu. Chama cha Mapinduzi kimezungumzia zaidi utu wa watu, na kauli mbiu yetu mwaka huu inasema kazi pamoja na utu. Kwa hapa tunazungumzia huduma za kijamii za msingi kama vile elimu, tunazungumzia afya, tunazungumzia upatikanaji wa maji, masuala mazima ambayo yanahusu ustawi wa watu. Tunazungumzia lishe za watoto, tunazungumzia mama wajawazito. Yote haya yatakuwa katika kundi la pili ambalo linajikita katika kuboresha huduma za kijamii. Lakini eneo la tatu ambalo nimelipa kipaumbele ni eneo la miundombinu. Mji wetu na changamoto za miundombinu mbalimbali, na nafikiri tutapata nafasi ya kuangalia kwa sehemu kuhusiana na hilo. Na hapa tunazungumzia barabara, tunazungumzia mifereji, lakini tunazungumzia miundombinu ya kiuchumi pia na biashara, ikiwemo uboreshaji wa masoko na utengenezaji wa miundombinu ambayo itasababisha watu wafanye kazi kwa urahisi, miundombinu ya bahari ambayo itasababisha wavuvi wafanye kazi zao kiurahisi, miundombinu ya umeme. Hili ni eneo lingine ambalo kwangu linaliona kama ni swala msingi sana. Kuna maeneo katika maeneo haya ambayo umegusa kuhusiana na swala zima la kufungua maeneo haya mikoa jirani, lakini pia nchi jirani. Kuna utaratibu ambao pengine tulitangaziwa huko nyuma wa Mtwara kutengeneza ushirikiano wa karibu sana na Komoro. Na tuliona baadhi ya wananchi walianza kutumia fursa, ikiwa wanapeleka mkaa, wakiwa wanapeleka mazao ya misitu kwa ujumla kwenda kule.
Sasa pengine ukipewa nafasi kwenye eneo hili, kitu gani ambacho utakifanya kwa Wanamtwara? Kwanza, kama ulivyonitambulisha mwanzoni, mimi ni mtu ambaye nimekuwa katika diplomasia ya uchumi. Sera ya mahusiano yetu ya kimataifa ya zamani ilikuwa inazungumzia siasa, ndio maana tulikuwa tunashiriki kwenye ukombozi na vyama vingi vya ukombozi vinavyotuzunguka. Kwa maana ya Zambia utakutana bana UNIPO, ukienda Zimbabwe ZANU-PF, Frelimo Msumbiji, SWAPO Namibia. Tulikuwa tunazungumzia siasa, ndio maana tulikuwa tunaweka makambi kwa ajili ya kusaidia siasa. Lakini baadaye tulibadilisha mahusiano yetu yawe katika kitu kinaitwa diplomasia ya uchumi, kwamba tunahusiana na watu lakini kwa faida za kiuchumi. Sasa katika hilo, moja ya jambo muhimu sana ni tunatumiaje mahusiano yetu na nchi jirani kufaidika na fursa za kibiashara. Komoro ni kati ya kisiwa ambacho kinaagiza bidhaa nyingi nje kuliko visiwa vingi sana. Biashara yake kwa mwaka ni takriban dola milioni 340. Na katika hizo wanafanya biashara kubwa sana na bandari ya Zanzibar sasa hivi. Na utaona kwamba bidhaa nyingi wanazoagiza. Kwa mfano sisi na Komoro sasa hivi biashara yetu ukubwa wake ni dola milioni 9 kwa mwaka. Na bandari ya Mtwara peke yake inapata dola milioni 1.4. Kwa zaidi ya dola milioni 8 zinaenda kupitia bandari ya Zanzibar. Kwa moja ya changamoto kubwa ambayo nataka pia kuisukuma na kuifanyia kazi ni kuona namna gani tunarudisha ili soko la Komoro liweze kuja hapa Mtwara ili liongeze kasi na mzunguko wa kibiashara. Na katika hilo tunafanya nini? Katika hilo, cha kwanza imeelekeza katika ilani kwamba kutakuwa kuna ujenzi maalum wa meli ya mizigo itakuwa inafanya kazi kati ya Mtwara na Komoro. Na watu wengi ni muhimu sana kuelewa kwamba ni rahisi zaidi kufika Komoro kutokea Mtwara kuliko kutoka Zanzibar kwenda Komoro. Kutoka Zanzibar kwenda Komoro ni zaidi ya kilomita 650. Lakini kutoka Mtwara kwenda Komoro ni kilomita kama 380. Kwa tuko karibu zaidi na wao. Lakini pia bidhaa nyingi ambazo wa Komoro wanazinunua na kuzitumia tunaweza kuwapatia pia, kwa sababu ukiangalia katika takwimu zao za uagizaji za bidhaa kutoka nje, bidhaa kwanza ni mafuta ambayo sisi pengine hatuwezi kuwapatia kwa sababu hatunayo mafuta ya kuchimba. Lakini bidhaa ya pili inaongoza ni simenti, na simenti inaweza ikapatikana hapa Dangote. Bidhaa ya tatu wanaoagiza zaidi ni nafaka. Tunazungumzia mahindi, tunazungumzia mchele, tunazungumzia maharage ambayo yapo tunaweza tukapata kutoka Songea, tukapata kutoka Mbeya, yakapita hapa tukaweza kuwasafirishia pia. Lakini wapo pia wanaagiza sulfur, ni kati ya bidhaa ambayo wanaagiza kwa wingi sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine, vitu vingi ambavyo Komoro wanaviagiza tunaweza tukawapatia pia. Kwa hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza ujenzi wa meli maalum itakayofanya kazi kati ya hapa na Komoro, ambayo itasaidia pia kuchachua biashara yetu ambayo tunafanya nao. Lakini hata kabla meli hiyo haijajengwa, moja ya ajenda yangu kubwa ni kukaa na wafanyabiashara kupitia mabaraza yao na kuzungumza nao, kuangalia namna gani tunaweza tukaweka mkazo sasa biashara ianze kufunguka sasa hivi hata kabla utekelezaji wa jambo hilo hujafanyika. Kwa sababu mimi ninaamini tukiweza kupata 10% tu ya biashara inayofanyika Komoro, Mtwara tutakuwa ni moja ya kituo cha kiuchumi ambacho kinaingiza pesa nyingi sana, kwa sababu tutakuwa tunapata zaidi ya dola milioni 34 kwa mwaka, ambayo ni biashara kubwa sana kwa ajili ya mji wetu. Kwa hiyo ninaamini wafanyabiashara wapo, na serikali ya Chama cha Mapinduzi inathamini sana wafanyabiashara na imeunda mabaraza mengi kushirikiana na wafanyabiashara, na mimi nimefanya kazi kama nilivyosema kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo nitashirikiana nao kuona tunaweza kuongeza kasi na nguvu kuhusiana na biashara kati yetu na Komoro. Kuna kitu kinaitwa Mtwara Corridor. Yes. Ni kitu ambacho kimezungumzwa muda mrefu sana. Yeah. Na wana Mtwara wakawa na hamu kutaka kukijua. Pengine sasa wananchi wakikupa ridhaa, hili utalitekeleza vipi hili? Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni Baraka, kwamba Mtwara Corridor ulikuwa ni mkakati, Mtwara Development Corridor ni mkakati wa kufanya mikoa ya kusini iwe na nguvu kiuchumi kwa kutengeneza miundombinu ambayo itarahisisha biashara kati yake na mikoa jirani, lakini hasa na nchi zinazopakana na sisi kama ikiwemo Komoro, Zambia, Malawi pamoja na Msumbiji. Na Mtwara Corridor ilikuwa inazungumza zaidi miundombinu. Na miundombinu ya kwanza ilikuwa ni barabara. Ndio maana katika awamu ya kwanza ya Mtwara Corridor lilijengwa daraja ambalo lilikuwa linapita pale la Kibiti, Lindi, daraja Mkapa, alafu ikajengwa pia daraja Mtambaswala la Umoja. Ile yote ni program ya Mtwara Corridor. Lakini pia barabara tunayoona kutoka Masasi kuelekea Nanyumbu, ile pia ni program ya Mtwara Corridor pia. Lakini yako maeneo mengine ambayo yalikuwa hajaguswa kwa muda mrefu, ikiwemo barabara za kiuchumi. Tunazungumzia Kibiti Lindi, Lindi Mnazi Mmoja, Mnazi Mmoja Masasi, Masasi Newala kurudi Tandaimba, kurudi Nanyamba mpaka kurudi Mtwara mjini. Hiyo yote ni katika Mtwara Corridor. Na zote hizi uzuri wake zipo katika ilani sasa hivi tayari, ili kuhakikisha kwamba Mtwara inaweza kufikika kiurahisi bila changamoto yoyote ile. Lakini eneo la pili ya miundombinu ilikuwa ni uwanja wa ndege.
Kwa sasa hivi ukizungumzia viwanja vikubwa vya ndege, utazungumzia Kilimanjaro, utazungumzia Dar es Salaam, lakini utakuja kuzungumzia Mtwara. Ndege yote ambayo inatua Dar es Salaam sasa hivi inaweza ikatua Mtwara. Na katika awamu hii tunataka tupanue uwanja wetu wa ndege uweze kutumika, uwe na jengo ambalo linaweza kuchukua abiria 500 kwa siku, lakini abiria 1,000,000 kwa mwaka, ili kuhakikisha kwamba watu wanaokuja kufanya biashara za kiuchumi waweze kufanikiwa pia. Na eneo la tatu nimelizungumza ni husiana na upanuzi wa bandari, ili bandari yetu sasa isitumike tu kwa shughuli za kimsimu, tuweze kuitumia pia kwa shughuli za mara kwa mara. Kwa mfano sasa hivi tayari kuna utaratibu wa kuona bandari yetu inapitisha mafuta yanayokwenda Zambia pamoja na Malawi. Kwa hiyo miundombinu inaendelea kuwekezwa pale. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wa wananchi nitaenda kuongeza kasi na kusema zaidi na kufuatilia zaidi, ili bandari iendelee kupewa maboresho kiasi yale ambayo yamepewa, ili ifanye kazi kwa ukubwa zaidi. Na kuna mpango wa kutengeneza ICDs, tunaita maeneo ya bandari kavu, nchi kavu, ambao hapa tuna maeneo machache ya Likombe ambao mwaka huu kwenye msimu wa korosho yataanza kufanya kazi, na mimi ni jambo ambalo nitaenda kulisimamia pia. Lakini tuna maeneo ambayo yametengwa ya Mtwara vijijini, kwa mfano ukienda kule Msanga Mkuu yako maeneo makubwa tu ambayo yametengwa pia. Lakini iko bandari ya Mgawa ambayo inajengwa tayari, ambayo iko katika Mtwara vijijini, kuhakikisha kwamba hii miundombinu yote kazi yake kubwa ni kufanya Mtwara iweze kubeba nguvu ya kiuchumi ambayo inakuja. Na eneo la mwisho ilikuwa ni eneo la umeme. Tunakumbuka issue ya uzalishaji wa umeme hapa. Nia yetu ni kuweza kuzalisha megawati 300 ambazo zinaweza zikalisha Mtwara, hasa Mtwara ya viwanda. Na sasa hivi ninavyozungumza, mtambo ambao ulikuwa unazalisha gesi pale Ubungo, kwa sababu sasa hivi huhitajiki ile umeme unaozalishwa bora Nyerere ndio unapelekwa Dar es Salaam. Kwa ule mtambo tayari umeshakuja Mtwara, na gesi yetu hapa ndio itakuwa inazalisha umeme hapa ili tuweze kusambaza pia katika maeneo mengine. Ndiko eneo pale Yari limetengwa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo unaona huu mpango ni muunganiko wa mikakati ya kusababisha Mtwara iweze kufungua kiuchumi pia. Bwana ni 0768195571. Tunakupa fursa pia wewe ndugu ambao unatusikiliza sasa hivi kuuliza swali lolote, kutoa ushauri kuhusiana na haya ambaye anazungumza mgombea ubunge jimbo la Mtwara mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Joel Nanauka, ambaye tuko naye hapa ndani ya Jogoo la HFM kuelekea saa 4 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Umezungumza hapo, hayo yote tutazungumza hizo fursa, lakini pia hizo fursa zinategemea pia wafanyabiashara waweze kuzichangamkia. Ni mkakati upi ambao utasaidia kuibua au kuchochea wanamtwara wawe na hamasa kuchangamkia hizo fursa, kutumia bandari ya Mtwara na vitu vingine? Ni muhimu kujua kwamba fursa zenyewe haziwezi kutajirisha watu au kuwafanya watu maisha mazuri. Tunasema mafanikio ni pale fursa inapokutana na maandalizi. Kwa hiyo moja ya mkakati wangu muhimu ambao nitaufanya kupitia ofisi ya mbunge wa Mtwara mjini ni kuona namna gani tunawaandaa watu wetu kupata fursa hizi waweze kuzitumia. Na wanaandaliwa katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni eneo la ujuzi. Tunapozungumzia ujenzi wa hiyo meli ambayo sio kitu cha ajabu, Mwanza saizi wana MV Mwanza ambayo inaweza kuchukua tani takriban 400 kwa mara moja. Kwa maana yake tunaweza pia kuwa na hiyo hapa pia. Lakini ninamuuliza huyu mbunge wa Mtwara mjini, akishapewa madaraka ni kitu gani cha kwanza ambacho cha maendeleo Mtwara mjini akifanya? Sababu kuna mengi sana mzunguko. Sababu kipaumbele chake cha kwanza kabisa kitafanyika. Asante sana. Kwenye line ya simu. Hello. Halo, kwa majina anaitwa Alishamte Wanze. Ndio. Karibu. Sana mimi nashukuru sana bwana Joel Nanauka, mgombea ubunge jimbo la Mtwara mjini. Mtwara mjini. Mtwara mjini sawa. Kwa maana mimi ombi langu kwake, tafadhali Mwenyezi Mungu akimjalia akipata ridhaa ya kuchaguliwa kwa mbunge, ajitahidi kutunganisha na soko la watu wa Komoro kusizo biashara, kwa sababu wakulima sasa tunahangaika. Mimi hapa kwa majina naitwa jina maarufu naitwa Alishamte Manzi JK Kumawelo. Asante sana. Mazao ya kunde na njugu, lakini soko linayumba kwa sababu hatuna soko la nje. Lakini wakati watu wa Komoro wanakuja hapa ndipo tutafanya biashara za kunde na njugu kwa bei kubwa. Sasa hivi tunalima hayo mazao mpaka sema ndio ndani na hayana soko. Kwa hiyo tafadhali ajitahidi kadri iwezekanavyo, akipata hiyo fursa ajitahidi kutunganisha na watu wa Komoro kufanya biashara zetu kwa bei nzuri. Okay. Ndio. Chindu Kumawelo. Asante sana Chindu Kumawelo. Yaani kwa tafsiri anasema kitu shambani. Okay, sawa sawa. Simu ya mwisho hii, manake wakati nao umetutupa mkono. Kwenye line ya simu. Hello.
asubuhi Baraka. Salama tu, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Edeni Kambaye hapa. Ndio, karibu. Mbunge tumesikia maneno yake, lakini sasa hatujali na wananchi, kwa sababu kuna wananchi wengine wa chini. Sasa ukiangalia kwenye sasa ni swala la umeme, linakuwa laki 3 na hela, lakini wengine watamani kuweka lakini hawezi kuweka kutokana na ile inakuwa nyingi. Sasa mbunge tunapompeleka huko atatufanyia kazi zetu hizo swala la umeme na maji mitaani huko. Tunakushukuru sana. Langu ndio hilo. Asante sana. Okay, sawa. Na wale ambao mmetuma maswali yenu, kwa sababu kuna zaidi ya message hapa 400 zimeingia hapa. Kwa hiyo tutaangalia namna ya kuziwasilisha kwa Joel hapa, asiwezi kuzifanyia kazi. Sawa. Na Joel, una dakika 2. Okay. Ya kujibu haya maswali, lakini pia kukizungumza kile kitu ambacho pengine ndani ukifika hapo utaanza kuzungumza, lakini sijakupa hiyo fursa. Cha kwanza nimeomba hii nafasi ili niwatumikie wananchi. Dhamira yangu ndio hiyo, na nitatoa muda wangu, nguvu na ujuzi wangu kuhakikisha kwamba ninahudumia wananchi wa Jimbo la Mtwara Mjini pale watakaponichagua. Na kwa sababu hiyo hata ofisi zangu nimekuwa nikisema sitakuwa na ofisi moja, nitakuwa na ofisi moja huko Mtwara Mjini, lakini nitakuwa na ofisi nyingine tarafa ya Mikindani. Lakini kubwa nitakachokifanya ni kuendesha ofisi kama taasisi ili kuhakikisha kwamba nafikia watu wengi na wasiwe na kikwazo cha kupata huduma kutoka katika ofisi ya mbunge. Yule ambaye la chini alizungumza kuhusu nauli ni kwa sababu ya miundombinu imekuwa ni changamoto, na ningependa nimhakikishie katika awamu ya kwanza barabara ambayo inatoka nje kuanzia pale Mbae mpaka kwenda Mkangara inatengenezwa pale, kuna kipande pale cha lami kitawekwa, lakini pia kutoka Mkangara mpaka Mkunja Nguo mpaka kunapounganishwa na Mbawala chini pale tutajenga kwa kiwango cha changarawe. Naamini barabara ikishakuwa nzuri pia nauli pia zitazidi kupungua. Vipaumbele nimesema yako mambo mengi ambayo tutakwenda kuyafanya, lakini kipaumbele changu cha kwanza ni kufungua uchumi wa Mtwara na kutengeneza ajira kwa watu wake na kutoa mitaji hasa kwa kina mama na vijana ambao naamini ni eneo la msingi zaidi, na baada hapo nitaenda kushughulikia huduma za kiafya. Alishamte kuhusiana na issue ya Komoro nafikiri nimezungumza kwa mapana zaidi. Nitakaa na wafanyabiashara na taasisi za serikali na binafsi ambao tunazungumza juu ya biashara, tuone namna gani bora tunaweza tukashirikiana katika hilo. Na issue ya umeme najua ni issue ya kisera, niseme nimeichukua na nitaenda kuifanyia kazi. Lakini ninapomalizia labda Baraka ningeweza kusema kwamba tunaenda kupiga kura siku moja, lakini matokeo ya kura tutakwenda kuishi nayo miaka 5. Mimi najileta kwenu pamoja na mgombea wa rais Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Dhamira ni kuona kwamba Mtwara ijayo inakuwa tofauti na Mtwara ya sasa. Niwaahidi utumishi uliotukuka, uwajibikaji, lakini pia kujali maslahi ya watu. Hivi ndio vitu ambavyo vimenisukuma katika kuwahudumia. Nitafanya kazi na kuwa mtumishi wa wananchi wa Mtwara na kutekeleza yale ambayo wanayatarajia ili wote kwa pamoja tuongeze kasi ya maendeleo katika mji wetu.